tunatoa wito pia. Watoto hawa wanaokuja kwenye makao ni watoto ambao wanakuja kwa sababu mbalimbali. Kwa hiyo tutoe wito kwa wazazi na walezi kwamba tunapokuwa nyumbani tuhakikishe tunafanya wajibu wetu wa malezi. Tunajua tupo kwenye kipindi ambacho kina baba, kina mama, wote tunapambana kupambania maisha. Lakini pamoja na kupambania maisha, tutapambania maisha ambayo baadaye tutaishia kulia na kujuta, kwa sababu tunakimbizana huko na huko kupambana na maisha, lakini mwisho wa siku mtoto akifanywa vitendo vya ukatili vinaweza vikamwathiri kwa maisha yake yote. Hata hizi fedha tunazozitafuta watoto wasije kuzitumia. Kwa maana gani? Kwa sababu mtoto akifanywa vitendo vya ukatili inamwathiri kisaikolojia, na tumepokea watoto wengine ambao wameathirika hata kimwili. Unakuta mtoto amekuja baada ya vile vitendo vya ukatili, mwili wake tena haupo vizuri kama ambavyo ilitakiwa akuwe vizuri. Kwa hiyo tunaomba tutoe wito na tupaze sauti zetu kwa ukali kabisa kwamba tunaomba wazazi, walezi, turudi kwenye jukumu letu la kulea hawa watoto, kwa sababu hawa ndio viongozi wetu wa baadaye. Wakiathirika na hivi vitendo vya ukatili, baadaye wanakuja kuwa ni viongozi wenye visasi, si kwa sababu ya hali ngumu ya taifa, lakini kwa sababu vile walivyotendewa watatamani kufanya na kwa wengine pia. Watakuwa ni viongozi wachoyo, viongozi wenye ubinafsi, viongozi ambao ndani mwao kuna chuki, kuna hasira. Kwa hiyo tuwalee watoto katika upendo, tuwalee watoto katika maadili mazuri, lakini pia tuwalinde watoto wetu nyumbani, tuwalinde shuleni. Walezi wengine ambao ni walimu wasaidie kuwalinda watoto ili wawe salama, waishi kwenye taifa salama na waje kutumikia jamii katika hali ya usalama. Ukatili mkubwa ambao unafanyika ndani ya familia ni ukatili wa kingono. Ukatili huu wa kingono kama nilivyosema umekuwa ni kitu ambacho kinaenda sasa kinakuwa kwa maana gani? Unakuta mtoto anaweza akaja amebakwa, mtoto anakuja amelawitiwa. Lakini kinachohuzunisha zaidi, waliofanya hivyo vitendo sio watu wa mbali. Zamani tulikuwa tunajua kabisa kwamba mtoto akifanywa kitendo kibaya tunaanza kumtafuta mtu nje. Lakini leo unakuta mtoto ukisikia amebakwa, mtoto ukisikia amelawitiwa, kabla hujatoka nje, fanya utafiti kwanza ndani. Kwa hiyo ni vizuri sisi kama wazazi tuone kabisa kwamba vitendo vikubwa vya ukatili vinavyofanyika ni ukatili wa kingono, watoto kulawitiwa, watoto kubakwa. Na vinavyotokea ndani ya familia inakuwa ni ngumu sana, kwa sababu wanafamilia wengi hawapo tayari kuonyesha ushirikiano. Unakuta kwa mfano baba amemlawiti mtoto, au baba wa kambo, baba mdogo amemfanyia mtoto vitendo vya ukatili. Unapoenda kwa mama anaweza asionyeshe ushirikiano. Kwa hiyo kama mama unamkana mtoto wako kwa kutokuonyesha ushirikiano, unafikiri hii ni jamii inakuwa ni jamii ya namna gani? Kwa sababu tunatazamia mzazi ndio awe mahali sahihi pa kukimbilia mtoto, lakini saa hizi wazazi tumekuwa sio mahali salama tena kwa watoto kutuamini na kupeleka matatizo yetu. Na changamoto ni nini? Haya mambo ya ukatili. Mimi ambacho ninaweza nikasema changamoto zinaweza zikawa zipo nyingi. Lakini ambacho mimi ninakiona kwenye familia kati ya baba na mama, yawezekana kuna wakati zinatokea sintofahamu. Kwa sababu pamoja na kwamba kuna kina baba ambao wanawalawiti au wanawabaka watoto, unakuta idadi inavyozidi kuongezeka ni kama visa vikubwa unakuta ni baba wa kambo. Hasa yawezekana kwa namna moja au nyingine, yawezekana baba na mama, mke na mume wamepishana. Tunajua ukishakuwa na kitu cha hasira, utatamani na wewe kumkomesha mwenzako kwa kufanya kitu ambacho kitafanyaje, kitamuumiza. Kwa wakati mwingine inawezekana migogoro kwenye familia inaweza ikawa ni chachu ya mwanaume kuamua kulipiza kisasi kwa nani? Kwa mtoto ambaye upo naye hapo, na yule mtoto anajua sio wa kwake. Kwa hiyo anajua nikifanya vile nitamkomesha huyu nani? Mwanamke. Kwa hiyo wito tunaomba, tunajua kwenye familia kuna kutokuelewana, kwenye familia wakati mwingine kuna kupishana. Katikati na kupishana, hakikisheni kwamba mnatumia hekima, mnatumia njia sahihi ya kutatua yale mapishano ili yale madhara yasiwapate watoto. Hasa inapotokea tunaona wababa wengi saizi wanalipiza labda visasi kwa watoto kwa kufanya mambo ya ukatili, inaweza ikawa pia ni changamoto. Lakini changamoto nyingine pia yawezekana kwenye ndoa kuna mambo mengi, sio rahisi kuyazungumza yote.
Kina mama turudi kwenye mstari na kina baba pia warudi kwenye mstari. Kila mmoja afanye wajibu wake wa kutimiza wajibu wa kindoa katika familia. Changamoto nyingine yawezekana, lakini hiyo sina uhakika. Watu wengine wanaamini kwenye ushirikina, kwamba wanaamini wakifanya matendo hayo kwa watoto ambao labda ni wako salama, wanasema kwamba watoto ambao ni bikra labda wanaweza wakawa wanapata bahati. Kwa hiyo pia kama vinaweza vikawa vipo vitu kama hivyo ambavyo vinasababisha watu kwenda kufanya matendo ya ukatili kwa kuamini imani hizo ni imani potofu. Sisi tunaamini mafanikio yanakuja kwa mtu mwenye bidii, na neno la Mungu linasema kabisa mikono yenye bidii inatajirisha. Kwa hiyo tusitegemee kufanikiwa, tusitegemee labda kupata utajiri kwa kufanya vitendo vya ukatili kwa watu wengine ili tuweze kufanikiwa, sio kweli. Kwa hiyo